Kauli ya Askofu Gwajima mbunge wa Kawe inaweza isiwe ni direct kabisa kwamba kwa ni kauli nzuri mara baada katika ibada ya siku Jumapili katika kanisa ambalo alipokuwa katika mimbari ya wananchi aliyokuwa nao katika ibada hiyo, aliweza kuzungumza mambo ambayo kiuhalisia nafikiri katika nukuu ya neno ambalo sijalisahau na still bado nafikiri kwa wale ambao walipata nafasi ya kuweza kusikiliza alichokizungumza ni kwamba alisema yeyote anayempinga Askofu Gwajima kuhusiana pia na swala zima la utekaji basi yeye ni mtekaji. Yani yeyote atakayempinga Askofu Gwajima, yani haijarishi atakuwa ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ama mbunge wa Kinondoni ambaye alikuwa ni Abbas Tarimba pamoja na viongozi wengine wowote watakaweza kujitokeza katika mitandao ya kijamii na kuonekana kumpinga Askofu Gwajima, basi huyo ndo atakuwa mtekaji. Sasa tuliweza kuona mara baada katika kikao ambacho kilikuwepo kikiongozwa na mwenyekiti wa chama cha CCM na pia paka tukapata ile kauli ya issue ya Magwajima ama Gwajimanization kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wamo ndani ya chama lakini nafikia kipindi ni kwamba wanataka kukiharibu chama kwa kutaka kugwajimanized. Sasa nafikiri baada ya kauli hiyo sasa naye Mwamba ameweza kutupa jiwe gizani na nafikiri dongo hilo ni la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na ndio maana nimezungumza kwamba wenda sio kauli ambayo Gwajima ambaye ni mbunge wa Kawe amepaswa kuzungumza wazi public mbele ya hadhara ya watu, kwa sababu tunafahamu na tunaelewa kabisa tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi na nafikiri uchochezi unaozidi kuendelea na haya ambayo yamekuwa yakibuliwa na kuamsha hisia za wananchi kuendeleza chuki kwa viongozi wa serikali akiwemo pia Rais Samia Suluhu Hassan huenda ikawa ni changamoto. Kwa hiyo ni swala ambalo mpaka sasa hivi linazidi kuumiza sana vichwa baada ya kauli yake ambayo inaonekana kuwa ni kauli chungu kabisa kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Uweze kuzungumza kwamba eti yoyote atakayempinga Askofu Gwajima basi huyo ndo mtekaji. Kauli hiyo ameweza kuitoa yeye mwenyewe. Sasa hapo unafikiri anamaanisha nani? Kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba amerusha jiwe gizani na huku akijiamini kabisa kwamba swala la utekaji na swala lote litakalo husu nchi na taifa letu la Tanzania basi atalizungumza na hato acha kuendelea kuzungumza kama kawaida yake. Sasa kwa msikilizaji, je, una maoni gani ama una ushauri gani kwa haya ambayo yamekuwa kiendelea katika mitandao ya kijamii? Kwa sababu kiuhalisia yanavuruga amani na yanaleta mchafuko na kuchochea chuki zaidi baina ya wananchi pamoja na viongozi wa serikali. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatoboy Media.